Kaboom! Hello, what's up my people? Karibu tena ndani ya 254 Digital TV, and of course, hii ndio channel ambayo inakupea mambo ambayo inazidi kutrend kwenye mitandao ya kijamii, hasa story kuhusu wasanii na pia story kuhusu celebrities kwenye mitandao ya kijamii. And of course, kama hujasubscribe kwenye channel ya kwetu, hii ndio chance ama ndio sababu ya kuweza kusubscribe kwenye channel ya kwetu ili usiachwe nyuma, ili uko kwanza kupata updates na story ambazo zinazidi kutrend kwenye mitandao ya kijamii. And of course, issue ama story ambayo inazidi kutrend kwenye mitandao ya kijamii ni issue yake Sabato Sauti ya Crown, ambayo pia katika TikTok ama katika social media tumeona wasanii wengi pia wakifanya challenges na kuweza kumchekelea sana Sabato kuhusiana na ngoma ya kwake ambazo ama nyimbo ambazo pia aliweza kuzirekodi hapo nyuma time yenye alikuwa msanii. So guys, before tuingie kwenye utamu wa video ya kwetu, na kukumbusha usubscribe kwenye channel ya kwetu, alafu usisahau kushare link ya kwetu. So guys, mtu mwenye ajui Sabato Sauti ya Crown, nimekuwekea picha kwake hapo, na of course watu ambao pia utembea katika mitandao ya kijamii ama watu ambao pia wanapenda online stories ama mambo ambayo inatrend kwenye mitandao ya kijamii wanamuelewa sana na wanamjua Sabato Sauti ya Crown. Ni content creator ambaye siku zote videos za kwake huongelea wasanii na pia huwa correct wasanii, na pia sometimes husema wasanii fulani ama husema mambo ambayo watu wengine pia huenda humuone vibaya, kwa sababu Sabato sometimes husema kwamba wasanii fulani hawajui kuimba, kitu ambacho pia tumeona kabisa kumbe huwa kinawakera wasanii wa Kenya sana. Na of course Sabato amekuwa akifanya hii kazi ya kwake, amekuwa akiongelea wasanii wengi sana katika mitandao ya kijamii, na haijakuwa rahisi kupata msanii ama celebrity akimjibu ama akiongelea Sauti ya Crown. But kwa sasa mambo imechemka kwenye mitandao ya kijamii baada ya Sabato kuweza kupost ngoma za kwake za kitambo, kitu ambacho kimeweza kuwafurahisha ama kuweza kuwafanya wasanii waweze kufanya challenges kwenye TikTok ama kwenye mitandao ya kijamii, akiweza kumcheka sana Sabato Sauti ya Crown na kusema kwamba yeye husema kwamba wasanii hawajui kuimba, na of course yeye mwenyewe hata ngoma za kwake yeye mwenyewe hajui kuimba, mambo ambayo tumepatana nayo online, na ni story ambayo pia imechemka sana na imezidi kutrend sana, kwa sababu ukiingia online karibu kila msanii anaiongelea ile story, ama ukiingia kwenye mitandao ya kijamii karibu kila celebrity anaiongelea ile story, kitu ambacho kina trend sana kwenye mitandao ya kijamii. So guys, kuna video ambayo pia Sabato mwenyewe aliweza kuifanya na kusema kwamba wasanii wa Kenya waweze kumsamehe, hataweza kurudia tena, kitu ambacho pia kimechemsha ama kimetrend sana online, kwa sababu ukiangalia videos ambazo Sabato amekuwa akifanya, watu wengi tulikuwa tunafikiria kwamba huenda Sabato mwenyewe katika uimbaji ama uandishi wa mistari ni mnoma sana, kwa sababu ukiangalia mambo ambayo Sabato ama correction ambazo huambia wasanii ama mambo ambayo ama mistakes ambazo siku zote katika videos za kwake Sabato wana point out mistakes ambazo wasanii wamefanya na mambo ambayo pia hayako sawa kuhusiana na kazi ya kwake, kitu ambacho pia kiliwa confuse watu wengi na kudhani kwamba huenda huyu jamani mnoma sana katika uandishi ama katika uimbaji, kwa sababu anaielewa sana game na anaielewa industry kwa ukubwa sana. So katika ngoma ambazo aliweza kupost kwenye mitandao ya kijamii, lyrics za kwake zimeweza kuwafurahisha sana wasanii. Tumeona pia vijana barubaru, tumemwona Bien pia akiulizwa kuhusiana na Sabato. Tumeona wasanii wengi, karibu almost kila msanii Kenya amefanya challenge ya Sabato. Tumemwona Mulama pia amefanya challenge ya kwake. Almost kila msanii amefanya challenge, kumaanisha kwamba kumbe wasanii watch hizi video za Sabato, lakini huwa wanatulia, ama kuna wengine pia ina make sense ama huwa inawamekia corrections kwa kazi ya kwao, na pia kuna wengine wanaziwatch na kuwakera kwa sana na huwa wanatulia, kwa sababu hatujai muona msanii yoyote akiweza kujibizana ama kuweza kuongelea Sabato, kwa sababu
Ukiangalia videos ambazo amekuwa akifanya, amekuwa akiwaambia wasanii makosa ambayo wanafanya katika kazi ya kwao, na pia mistakes ama mambo ambayo hayako sawa kwenye industry. Na ukiangalia almost katika karibu kila msanii Sapato ameweza kumcorrect katika kazi ya kwake, kitu ambacho watu wengi tulifikiria kumbe ama huenda Sabato ni mnoma kwenye mistari, lakini mambo imemwendea mrama sana Sabato sauti ya Crown, kwa sababu ukiingia online kwa sahii kila mtu anamuongelea, kila msanii anafanya challenge ya hizo ngoma za kwake, kila mtu almost kila msanii anachekelea ile mistari ya Sabato sauti ya Crown, kitu ambacho mi personally nimekuja address na kusema kwamba ukiangalia hizo ngoma zenye Sabato alikuwa anazifanya kitambo, though kuna zingine ni mzuri, kuna zingine siwezi sema ni mbaya ama siwezi sema ni mzuri sana, kwa sababu ile time yenye Sabato alikuwa ana record mangoma ilikuwa ni kitambo sana na alikuwa anaanza usanii, so angetia bidii kidogo. Mi naamini kwamba ngoma zake kufikia sasa angekuwa mbali, na pia ukiangalia lyrics za kwake sahi angekuwa msanii mkubwa, but tuseme tu aligive up mapema. Na ukiangalia hata wasanii wakubwa, ukiangalia Diamond Platnumz, ngoma za kwake ama ngoma ya kwake ya kwanza ukisikiza utakaa chini utaamini kwamba ni huyo Diamond ambaye saizi ana represent East Africa kwenye muziki. So tusimcheke sana Sabato sauti ya Crown, kwa sababu kila msanii hapa Kenya, ama naamini kila msanii alianzia hapo penye Sabato alianzia. So tusimchongwe sana kwenye mitandao ya kijamii, tusimrushie maneno sana, kwa sababu hey guys, nimeingia kwenye mitandao, nimeingia online, ukipita TikTok, ukipita kila place ni story ya Sabato manze. Watu wanamuongelea vibaya, wasanii wanamchekelea sana, hadi najiuliza huyu jamaa place yenye yuko kwa saa hii sidhani kama ako na amani, kwa sababu mambo ambayo wasanii ama videos ambazo zinazidi kutrend online kuhusiana na ngoma za kwake, and of course tuliona akisema kwamba ataweza kudelete zile ngoma next week, but Sabato message yenye mimi naweza mwambia manze, kwa bloka siongelee wasanii sana na kusema makosa ya wasanii sana, though kuna mengine nikiangalia videos za kwake kuna zingine pia sina make sense, ukiangalia yenyewe kuna kwa ukweli fulani. So huyu jamaa mimi nikiona ako talented sana kwa correct wasanii, lakini yeye mwenyewe tuseme haja focus sana na mambo ya uandishi ama mambo ya uimbaji, so ngoma zake haziwezi kuwa sawa. So mimi kitu naweza sema maybe pia ompe chance aingie studio tena, tuone kitu ambacho ataweza kukifanya, kwa sababu hiyo ni TBT ambayo aliweza kupost na ilikuwa ni kitambo sana. So hata ukiangalia hizo ngoma za Sabato kuna wasanii wengine pia walikuwa bado hawajaanza muziki, so ni mzee legend sana. Niliona ngoma fulani aliweza kufanya na Jua Kali, kumaanisha ni mzee alikuwa ameweka effort but aliweza ku give up mapema. So tusimcheke sana sauti ya Crown. Alafu guys, usisahau kusubscribe kwenye channel ya kwetu, na kukumbusha tu ili usikose updates na stories zingine tamu kama hizi kwenye mitandao ya kijamii. Alafu pia na kuomba ucomment kwenye video ya kwetu, alafu usisahau kuniachia ama kushare link ya kwetu ili iweze kufikia mtu ambaye pia hajaweza kupatana na video ya kwetu. Nashukuru sana na nawashukuru sana siku zote kuweza kuitazama channel ya kwetu ama kuwatch videos za kwetu. Mungu azidi kuwabariki ili tuzidi kupatana tena siku nyingine. Nawashukuru, Mungu awabariki, tupatane kwenye video nyingine. Mimi wako presenter MJ aka Udaku Master. Mimi ndo nakuletea story ambazo zina trend kwenye mitandao ya kijamii. Inshallah tupatane kwenye video nyingine.